Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana kwenye kipindi cha wana wa agano. Naitwa Geoffrey Chikojo kutoka kanisa la Covenant Love Fellowship. Tafadhali naomba asubuhi hii ya leo tumtafakari Bwana katika lile kusudi la kumuumba mwanadamu. Lakini hebu tuangalie nini Bwana alihakikisha kwamba Adam anakuwa nacho kwa habari. Leo taangalia tu kwa habari ya chakula ili kwa kuweza kumtuliza afanye kazi yake vizuri. Tumeangalia kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu kwamba alimuumba ili atawale. Kama ilivyo ile Mwanzo 1:26, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na wanyama wa nchi na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Kwa hiyo lengo kuu akamfanya kwa mfano wake, kwa sura yake, aende akatawale kila ambacho Mungu alikuwa akitawala. Lakini ule mstari wa 28, baada ya kuumbwa, Biblia inasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo kila ambacho mwanzo Mungu alikusudia akahakikisha kinakuwa juu ya maisha ya watu wake. Kwa hiyo aliwekea baraka na aliwatamkia akihakikisha kabisa kwamba watu wanasikia. Hapa kuna kitu cha kwanza kabisa cha msingi sana cha kusikia au cha kutambua, ni kwamba Mungu alinena baraka juu yao. Neno la kwanza kabisa mwanadamu anasikia kutoka kwenye kinywa cha Mungu sio utisho, kwamba wewe ukija kutenda dhambi, wewe ukija kufanya neno la kwanza kabisa mwanadamu anasikia kutoka kwenye kinywa cha Bwana, baraka za nenda mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu alitamka baraka. Kwa hiyo katika msingi wa imani, la kwanza kabisa unaona ambalo tumesikia kwa Mungu, ambalo tunatakiwa kulijua na kung'ang'ana nalo, ni swala la baraka. Tulibarikiwa, na hilo ndio lilikuwa kusudi la Mungu. Lakini Mungu anasema hivi, mstari wa 29, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo Mungu akahakikisha kwamba huyu mtu anapewa chakula, na chakula cha awali kabisa ambacho Adam alipewa haikuwa nyama, amen, lakini ilikuwa ni miche, mimea. Biblia inasema, alafu mstari wa 30 anasema, na hicho ndicho kitakuwa chakula cha mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndicho chakula chenu. Ikawa hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kumbe katika kutawala kwa mwanadamu ambako amekasimiwa na Mungu kwa ajili ya kutawala kazi yake, vipo pia vitu ambavyo Bwana alimpa Adam ili kuweza kuboresha maisha yake, kama chakula ambacho Mungu alikisema kabisa. Na ndio maana tunaona pia kwenye ile sura ya 2 Mungu akisema, kuleni miche mingine, lakini huu hapana kugusa. Bado ilikuwa ni hivyo. Na tunaona kuna mabadiliko fulani ambayo yametokea. Ngoja tu nikukumbusha kidogo hapo kwa ajili tu kukazia fundisho langu. Ile sura ya 9, baada ya gharika la Nuhu, Biblia inasema baada ya Nuhu sasa kutoka kwenye gharika, Biblia inasema ile sura ya 9 mstari wa 3, kila kiendacho, kila kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kila kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani,
mwanzoni kwa baba yako Adam. Sasa hivi Mungu akaboresha, akasema kila kiendacho juu ya kila kiendacho kilicho hai, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni hivi vyote. Kama nilivyowapa mwanzoni mboga za majani, maana yake nini? Mwanzoni Mungu hakumpa Adam nyama au kiendacho juu ya nchi kiwe chakula chake. Sasa anasema kama nilivyowapa mboga za majani, na wapa kadhalika na hivi vyote pia, bali tu nyama pamoja na uhai, yaani damu yake msile. Kwa hiyo Mungu aliwaruhusu wale nyama. Sasa hatujui, yawezekana gharika lilileta msukosuko na kuondoa labda baadhi ya vitamins au nguvu fulani ambayo walikuwa wanaipata kwenye vyakula vya mimea, hatujui. Na sasa Mungu baada tu ya gharika anamuongezea huyu mtu virutubisho zaidi kwamba avipate kwenye vyakula vya nyama. Kwa hiyo utakuta wapendwa, Mungu anamjali sana mwanadamu, amemjali sana toka uumbaji wake. Miaka ile ya kule nyuma amempa vyakula vya mboga mboga tu, na mwanadamu aliishi miaka 900. Yule aliishi miaka mingi sana, Methusela 969, lakini vyakula vyao vilikuwa mboga mboga tu za majani. Lakini hapa Mungu alishatamka kwamba mwanadamu sasa ataishi miaka 120, na hapa anakuja kumwambia sasa utakula na nyama kidogo. Hatujui, lakini cha msingi tunachotaka kujua hapa ni kwamba Mungu anamjali mwanadamu na kumchagulia kila chochote chakula. Kwa hiyo haijalishi mtu anakula nyama gani, Bwana yeye kampa vyote viendavyo juu ya nchi vikawa vyakula vyako. Bwana asifiwe sana. Tunahukumiana, mwingine anakula nyoka, mwingine hiki, mwingine anakula paka, mwingine hali, lakini Bwana alisema kila kiendacho juu ya nchi kitakuwa chakula chako. Kama nilivyowapa mboga za majani, na sasa nawaongezea, nawapa na hivi vyote pia. Mpendwa, Mungu amekuumba ili uweze kutawala. Utawale nini? Tumeona ametawala nchi yote, pia ametawala mali na mimea mpaka mito na dhahabu pale Eden, na tunaona pia ametawala wanyama na kila ndege wa angani na akawapa wote majina. Yeye ndio alikuwa na mamlaka. Lakini pia kwa habari ya mimea, vyakula vyote Bwana alivitia pia mikononi mwa Adam. Adam kama mtawala na mfano wa Mungu hakupungukiwa na kitu. Amen. Kwa hiyo tukiangalia ule mwanzo tulioitwa na Baba, Mungu kusudi lake tusipite kwenye mashida, tusipite kwenye njaa na tusipungukiwe na kitu. Bwana asifiwe sana. Naomba kwa leo utafakari hilo kwa hizo dakika chache, kwamba Mungu katika mengi ambayo alimpa mtawala wake, lakini pia hakumnyima chakula, alimpa chakula. Amen. Na ndivyo inavyotakiwa kuwa, alimpa chakula. Kwamba unatakiwa kujua kwamba Bwana amekujali kwa habari ya chakula, na usikose chakula. Ngana na Mungu wako, mkumbushe. Lakini vizuizi vinavyozuia wewe kubarikiwa au kukosa chakula, kataa, kwa sababu toka awali Bwana aliainisha vyakula kwa ajili ya Adam. Mungu akubariki sana. Uwe na asubuhi njema, na kukaribisha Covenant Love Fellowship Kitunda, Dar es Salaam. Wasiliana nasi kwa namba ambazo zinapita hapo kwenye screen. Subscribe, comment, like, tafadhali tujue namna gani umebarikiwa na sisi, na uweze kutupa maoni kadhaa. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema. Amen.